Majina aliyopewa na wazazi wake. Anatambulika kwa jina la Juma Musa Mkambala. Wengi wanamfahamu kwa jina la Jux, wengine African Boy. Kijana mmoja wa Kimakonde mwenye asili ya Tanzania ambaye alizaliwa Septemba mosi mwaka 1989. Wengi walimfahamu baada ya kuingia kwenye shughuli za muziki toka akiwa kijana mdogo, na umaarufu wake ulivuma zaidi alipojikita kwenye nyimbo za mapenzi ikiwemo Nimedata, Mwambie, Uzuri Wako, Nitasubiri, Sisikii, Juu na Utaniua. Umaarufu wa Jux uliendelea kupaa na kuongelewa kwenye vyombo vingi vya habari ndani na nje ya Tanzania baada ya kuweka wazi mahusiano yake na msanii mwenzie Vanessa Mdee ambao walidumu takribani miaka 7, na wengi walidhani wawili hao huenda wakaoana kwa siku za mbeleni, lakini sivyo bahati. Wawili hao waliachana, lakini wote wameishia mikononi mwa raia wa Kinigeria, ambapo Vanessa Mdee alianza mahusiano na msanii wa Marekani mwenye asili ya Nigeria mnamo mwaka 2019, na mpaka sasa wawili hao wamefanikiwa kupata watoto wawili ambao ni Seven pamoja na Imani. Baada ya kupitia misukosuko mingi ya mahusiano, ilipofika mwaka 2024, msanii Jux aliweka wazi mahusiano yake mapya na binti kutoka tasnia ya maigizo nchini Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Priscilla Ajoke Ojo, ambaye alibadili dini mwaka 2025 baada ya kuolewa na Jux na kuitwa jina la Hadiza, na wawili hao walifanikiwa kufunga ndoa Februari 8 mwaka 2025 na kubahatika kupata mtoto wa kiume anayefahamika kwa jina la Rakim Agosti 24 mwaka 2025 nchini Canada. Sasa najua unajiuliza kwa nini nimekuletea simulizi hii. Siku za hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii zimevuma picha za msanii Jux akiwa amepungua sana mwili wake na kukosa nuru kwenye sura yake, na ameonekana kwenye matukio mbalimbali nchini Nigeria akiwa anatunza fedha nyingi sana, hali iliyopelekea Watanzania kupata hofu na afya yake kwa maana hajawahi kuonekana na muonekano huo. Wengine wamedai ananyanyasika, wengine wanasema hali vizuri, wengine wanasema itakuwa anaachiwa alee mtoto wakati mke wake akiwa amelala. Wengine wamedai huenda zile fedha anazoonekana anatunza mara kwa mara zinatoka mfukoni mwake, na imefika mbali zaidi mpaka Watanzania kuanzisha kampeni ya hashtag ya Free Jux, wengine Bring Back Our Jux. Sasa haya yote yameibuka kutokana na Jux hakuwahi kuonekana amekonda kwa kiasi hicho. Kama wengi ambavyo wanamfahamu, Jux ni mtu wa mazoezi, anapenda sana kutengeneza mwili wake. Miaka mingi ameonekana akijaza misuli yake. Sasa huu muonekano kautoa wapi? Na mbaya zaidi, hata kwenye picha anazoonekana anacheka hazimuonyeshi kama anatabasamu au tabasamu hilo limetoka moyoni. Yaani ukitazama sura yake unajua kuna kitu hakipo sawa. Japo dada yake aliwahi kuchapisha ujumbe kwenye Instagram yake na kuandika kuwa mdogo wake ameamua kupungua, lakini wengi wamepingana na kauli hiyo kutokana na utambulisho wa miaka mingi wa msanii huyo. Mbaya zaidi, wengine wameenda mbali zaidi na kuhoji mbona ametoa picha yake ya harusi kwenye main grid, yani alikuwa ameipini picha yake ya harusi kwenye Instagram yake, na ameacha cha ajabu, ameacha picha ile ambayo walimtambulisha Priska kuwa ni mjamzito na wanatarajia kupata mtoto, na picha zilizobaki kwenye ile main grid ya Instagram yake ni za mambo yake ya muziki. Sasa kuna kitu kinaendelea kwa kaka yetu Jux kwenye ndoa yake, na wewe kama raia wa Tanzania au majirani zetu, mashemeji zetu wa Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, au hata kama wewe ni Mnigeria, unaonaje muonekano mpya wa Jux? Tuandikie maoni yako.